Bwana, tunaposhiriki meza ya Bwana, jiandae, kuna vitu Mungu atakufanyia. Kuna vitu hujavipata kwa miaka mingi sana, lakini leo vitapatikana kwenye ibada hii ya leo. Sema amina. Na kitabu kile cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 26, kama unaandika basi andika nini maana ya meza ya Bwana. Andika nini maana ya meza ya Bwana. Mathayo 26 mstari wa 26, maandiko yanasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Kwa mstari wa 26 unazungumza kwa habari ya mkate, na pale mwisho wa mstari unatoa tafsiri nini maana ya mkate, ukiatoa tafsiri ya moja kwa moja kwamba mkate ni mwili wa Kristo. Mstari wa 27 anasema, akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa pale mstari wa 27 na wa 28 anatoa tafsiri ya kikombe, kwamba kikombe ni damu yake, na damu yake ipo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana Yesu na asifiwe. Sasa naomba unitazame tu, mimi nitafundisha, wewe nitazame hapa usoni, nielekeze mambo machache. Kwa hiyo kama unaainisha mambo yaliyotajwa pale mstari wa 26, utaona kinatajwa unatajwa mkate kwa maana ya tafsiri ya mwili. Sawa jamani, eh? Mwili wa nani huo mwili unaotajwa pale? Mbona hamsemi? Mwili wa nani? Kwa unawakilishwa kwa ishara ya nini? Mkate. Alafu anataja kwa habari ya nini? Kikombe. Kikombe, anasema hicho kikombe ni nini? Ni damu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukichukua kile kipawa kimoja ambacho ni mwili, amina watu wa Mungu, ni mwili, lazima tuwaze kama sisi leo tuna ushiriki mwili wa Yesu, si ndio jamani? Meza ya Bwana, si tunashiriki mwili wa Yesu? Lazima ufahamu wako uelewe kwamba Yesu katika mwili ilikuwaje maisha yake. Sasa Yesu katika mwili aliubeba msalaba kuelekea Golgotha akiwa na mwili. Sawa jamani? Sasa sisi leo tuna ushiriki mwili ambao ulishaga beba msalaba kuelekea wapi? Golgotha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitamani nisikie watu wanasema amina. Huo mwili tunaoushiriki ulibeba nini? Msalaba. Kuelekea wapi? Golgotha.
ikiwa mimi na ushiriki mwili huo, ninaposhiriki huo mwili maana yake nini? Sawa jamani eh? Ninamaanisha nini napo ushiriki mwili wa Kristo leo kwa njia ya mkate, na naposhiriki kikombe leo ninamaanisha nini? Sasa kitabu cha Luka sura ya 9 kinatuambia, Bwana Yesu asifiwe sana. Luka 9 inasema, tusome wote kwa sauti kubwa sana, 2, 3. Akawaambia wangapi? Akasemaje? Afanyaje? Akasemaje hapo mbele? Kila afanyaje? Ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Koja nishuke hapa chini. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa tunaposhiriki meza ya Bwana ina tafsiri yake. Meza ya Bwana, mkate ule, kikombe kile, maana yake unamwambia Yesu, nipo tayari kuubeba msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina tena. Sijasikia, sema amina tena. Maana yake nipo tayari kufanya nini? Kubeba msalaba. Kwa sababu neno linasema mtu yeyote, ikiwa wewe umeokoka, umemwamini Kristo Yesu, maandiko yanasema ni lazima ufanyaje? Ubebe msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Nataka nikupe tafsiri. Nini maana ya kuubeba msalaba? Nini maana ya kuubeba msalaba? Kwa sababu kila aliye na Yesu, kila aliyemwamini Yesu ana msalaba wake. Bahati nzuri, msalaba huu unaozungumzwa kwenye maandiko sio kifo. Sisi misalaba tuliyobeba haituui. Msalaba mmoja tu wa Yesu ndio ulikuwa una mauti ndani yake ili sisi tuwe hai. Msalaba ulioubeba wewe hautakuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina. Watu wa Magomeni sema amina. Msalaba ulionao hautakuua, kwa sababu msalaba ulionao hauna kifo. Msalaba wa Yesu ulibeba mauti ili mimi niwe huru na wewe uwe huru, ili sisi tuokolewe. Lakini mimi na wewe, kwa kuwa tuna Yesu ndani yetu, tuna aina ya msalaba. Hakuna mtu aliyemfuata Yesu kikamilifu asiwe na msalaba wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitazame vizuri usoni. Lazima uelewe kwamba zile nyimbo walizoimba zamani, tambalale kwa Yesu, zilipitwa na wakati. Kwa Yesu kuna milima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati utajikuta unapita kwenye njia ya miiba. Na wakati unapita kwenye njia ya miiba, unapiga kelele, unajikuta unalia. Wakati unalia, wengine hawakuelewi, wengine wanakushangaa, kwa sababu hawaelewi maumivu yako, hawaelewi taabu ulionayo, hawaelewi majira yaliyoko maishani mwako. My God, sema amina. Sema amina. Nataka uelewe kila mmoja ana msalaba wake. Awe ni binti, awe ni kijana, awe ni mama, awe ni baba. Kila mtu ana msalaba wake. Kwa sababu sio mimi ninayesema hivyo. Yesu alisema mtu yoyote anayetaka kunifuata ajikane, ajitwike msalaba wake kila siku. Unanielewa vizuri eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Aina ya msalaba tulionao hauwezi kuushusha,
hauwezi kuutua, hauwezi kusema ngoja nipumzikepo, haiwezekani. Huo ni msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitazame usoni mtu wa Mungu, nikutie moyo kwa jina la Yesu. Niliwaambia watu wa asubuhi, sisi hatuchagui aina ya misalaba. Anayechagua aina ya msalaba ni yule Kristo Yesu aliyebeba msalaba akaelekea Golgotha. Yeye anaiangalia imani yako, anakuangalia, anakupimia kiwango cha msalaba wa kuubeba. Msalaba ndio alama ya Kristo Yesu ndani yako. Nasifiwe sana. Mbona muitiki? Misalaba imewalemea. Bwana asifiwe sana. Mungu akutie moyo kwa jina la Yesu. Mimi nataka washirika walio imara, sio legelege. Nataka mashujaa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Sasa angalia hapa. Nini maana ya kubeba msalaba? Leta hiyo nani hapa. Maandiko yanatufundisha. Ngoja nipande hapa. Mashine yangu inanisumbua. Nataka tuone hapa. Maana ya kubeba msalaba ni kubakia kwenye hali ya fedheha, udhia, aibu bila kumkosea Mungu. Hebu msomee jirani yako, mwambie yako kasentesi, msomee. Hiyo ni tafsiri ya msalaba. Mwambie maana yake ni kubakia kwenye hali Bwana Yesu asifiwe sana. Amina watu wa Mungu. Msalaba huo Yesu anaosema unaubeba kila siku. Kila siku. Maana yake ni kwamba unapaswa ubaki kwenye hali hiyo ya fedheha. Unabakia hapo. Unabaki kwenye hali ya aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unabaki kwenye hali ya maumivu. Unabakia hapo. Yaani hata wewe mwenyewe kuna wakati uelewi nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina. Unajipekua, unatafutiza, hauelewi somo. Unabakia hapo. Unafunga, unaomba, unaona ni kama mbingu zimekuwa kama shaba. Unabakia hapo. Hata ndoto zimepotea. Unabakia hapo. Unabakia kwenye wakati wa fedheha. Unabakia kwenye aibu. Unabakia kwenye maumivu. Unabakia kwenye taabu hiyo. Sema amina wewe. Kuna mtu mmoja nataka nimsikie anaitika amina. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Unabakia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ule uchungu unabakia hapo. Kwenye uchungu wako unabakia hapo. Unabakia hapo. Hata kama hayaeleweki unabakia hapo. Lakini wakati ile hali imekukumba, aibu imekukumba, fedheha imekukumba, unanielewa vizuri, ile hali ya udhia imekukumba, unabaki umefanya agano ya kwamba Bwana, katika mambo haya, katika mazingira haya, katika majira haya, sintokutenda dhambi, siwezi kukukosea. Sema amina kama unanielewa vizuri. Watu wa Magomeni sema amina. Sijasikia, sema amina tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati msalaba unakuwa mzito, na hakuna mtu utamuomba akusaidie msalaba wako, kwa sababu hata yule ungetaka akusaidie ana wa kwake ameubeba. Na ndio maana kuna wakati unamwambia mme wako, unajaribu kujieleza, lakini ataishia kukwambia pole. Lakini ile pole haiuondoi msalaba. Ile pole haikupi pumziko la ule msalaba. Sikiliza nikwambie, sisi wengine tutaishia tu kukwambia pole, tutakwambia tunakuombea, lakini msalaba upo pale.
Oh my God, sema amina. Mbona hamjaitika vizuri? Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija kwangu ofisini, nitakutazama mwanangu usoni, nitasoma maandiko. Nitakusomea andiko linasema, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Maana hata mimi nina msalaba wangu. Siwezi kukusaidia, siwezi kuuondoa, siwezi kuupunguza, lakini yeye amesema inakupasa ubebe, ubebe, ubebe. Unaenda sokoni, beba msalaba wako. Unaenda ofisini, beba msalaba wako. Sema amina, watu wa Mungu. Na wakati umebeba msalaba wako, nitazame usoni. Usitafute huruma za watu, maana huruma za watu haziwezi kukusaidia. Sema amina kama unanielewa vizuri. Na wakati umebeba msalaba, usitafute watu kukuelewa, kwa sababu wanaweza wasielewe majira, nyakati, vipindi unavyovipitia. Sema amina kama unanielewa. Ila Baba yako wa mbinguni anakuelewa sana. Ila Baba yako wa mbinguni anakuelewa sana. Kuna wakati kwenye maandiko, kuna mtu mmoja alilemewa na msalaba wake, akasema Jehova amenisahau. Bwana akamgeukia akamwambia, je, mwanamke anaweza kusahau mtoto wake? Akasema ndio. Akamwambia, tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Sema amina kama unanielewa. Haleluya, haleluya. Tazama, nataka niseme na wewe, wakati msalaba unakulemea, wengine wanaweza wakakuacha, wengine wanaweza wakaa mbali na wewe, wengine wanaweza wakakudhihaki, wengine wanaweza kufikiri unaigiza, lakini Baba yako amesema, sintokuacha yatima, sintokuacha yatima, nitakuwa pamoja na wewe hata ukamilifu wa dahari. My God, my God, sema amina. Kamata mkono jirani yako wewe, mwambie beba msalaba wako ndugu yangu. Beba msalaba wako ndugu yangu. Beba msalaba wako ndugu yangu. Mbona uitiki? Beba msalaba wako. Beba msalaba wako. Beba msalaba wako. Beba msalaba wako. Washirika mmeniombea sana, nipo kwa India. Nashukuru mzee kiongozi alitoa mwongozo, akasema jamani msipige simu kule. Hili nisaidia sana. Kwa sababu kuna nyakati ukibeba msalaba hata hutaki watu kusemesha. Msalaba unapokuwa umekolea, yani misalaba hii ina viungo, yani Mungu Bwana anakatia paka viungo mule kwenye msalaba, anaweka paka binzari, anaweka nyanya na tomato sauce anatumbukiza mule. Yani msalaba unakuwa umekolea kweli, na ukikolea hutaki kuongea na watu. Sasa wakati msalaba umekolea, kila ukiwa unasikia message, unaendeleaje? Sasa nikiangalia mtoto haendelei. Yani mambo yalikuwa mambo. Mtoto haendelei. Ila huku Magomeni kuna mpendwa mmoja ameomba. Alipoomba akaingia rohoni, akaona Yehoshafati amerudi Tanzania. Sasa alipoona Yehoshafati anarudi Tanzania, ndo ananiulizia sasa mnaendeleaje? Kumbe katika mwili haendelei, bado amekwama. Ndugu zanguni, usiutue msalaba. Mwambie jirani yako usitue msalaba. Mbona kama umsemeshi vizuri? Talk to your neighbor please. Nakusii kwa jina la Yesu. Nataka tuelewe. Tusishiriki meza ya Bwana hatujui maana yake. Unaposhiriki kikombe na mkate, unamwambia Bwana, nabeba wa kwangu. Nabeba wa kwangu. Nabeba wa kwangu. Wangapi mmeelewa mpaka hapo? Ni ame point. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia hapa. Naomba nikupe tahadhari. Nirudishie hapo. Wakati msalaba umekolea, huwa kuna mazingira yanatukuta. Kuna mazingira yanatukuta. Nataka nikuonyeshe. Unaona huo mstari pale? Unaona hapa?
Tusome kwa sauti. Jamani, wangapi tumebeba misalaba huko ndani? Maana nisije kaa naongea na watu walishatua misalaba siku nyingi, hata hawanielewi na wahubiria nini. Mnanielewa nyinyi wabeba msalaba? Wabeba msalaba, haleluya. Mbona hamuitiki wabeba msalaba? Haleluya. Hata usipoitika, msalaba upo. Tena bora uitike upate neema. Sema amina. Angalia pale. Angalia pale. Mnajua sisi washirika wa leo tungefurahi sana kuhubiriwa zile injili line. Mnaelewa? Mbona mnitiki? Yaani zile injili line zile. Mwanangu unaenda mbinguni. Mwanangu pokea magari. Haya, simama, endesha, ingiza gia. Hizo zilishapitwa na wakati hizo. Bwana atupe neema. Mungu na atusaidie. Sasa msalaba unapokolea huwa tunajaribiwa. Tusome hiki kipengele hapa. 1, 2, 3. Basi ishi hapo hapo. Msalaba unapokolea huwa tunajaribiwa kujiponya. Mimi nilifiuta tikisa kichwa tafadhali. Yaani kutikisa kichwa maana yake sema ila kweli. Huwa tunajaribiwa kufanyaje? Kujiponya. Na kusii kwa jina la Yesu, usijiponye nafsi yako. Kama Mungu amekukalisha kwenye kiti fulani, hicho kiti kinakunyima raha, ni kiti cha huzuni, ni kiti cha maumivu. Kama Mungu amekukalisha hapo, ni kiti ambacho kinakunyima tabasamu, lakini ukimwangalia unaona ni yeye amesababisha ukae hapo. Alafu ukipiga jicho kulia unaona kuna kiti kina nafasi. Unapima, unaangalia kile kiti, nikikikalia kile kiti naona ni kama mambo yangu yanaenda. Nataka nikushauri usitoke kwenye hichi kiti hata kama kinakuumiza. Sema amina. Natamani nimsikie mtu anasema amina. Sema amina. Usitoke kwenye hicho kiti hata kama kina mateso. Bakia hapo kwa sababu aliyekuweka hapo ni Mungu. Sema amina. Ana maana yake. Sema amina. Kuna majira ambayo hatutamuelewa Mungu, na wakati Mungu haeleweki, wewe tafuta kumwamini tu, usitafute kumuelewa. Sema amina. Kwa sababu kuna wakati Mungu atakupitisha kwenye mambo Mungu haeleweki, wewe unatakiwa kumwamini tu. Sema amina. Pale nyuma mbona muitiki? Sema amina. My God, hallelujah. Kwa sasa usijiponye nafsi yako. Nilitoa mfano asubuhi nikasema, mabinti zangu, inawezekana ukachelewa kuolewa, huo ni msalaba. Na unashangaa wanaokufuata ni wale ambao hawana msalaba. Maana sisi tunaolewa na waliobeba misalaba. Kwa tunaolewa na mtu aliyebeba msalaba mwenzangu. Hatuolewi na wale waliobeba mapanga na mashoka. Sasa huyo wa msalaba hayupo, haji. Hakuna neema, good morning, how are you? Mwanangu, umepiga lip shine, umepiga angel face, umeweka foundation, umeweka kope za bandia, umeweka nywele, umefunika jicho moja, unatikisa hivi, hatokelezei mtu. Inawezekana huo ni msalaba, bakia nao. Na kushauri kwa jina la Yesu, nisikilize. Wewe sio nyanya hauozi. Wewe sio mabua hauliwi na mchwa. Sema amina. Mbona muitiki? Sema amina. Itikeni, sema amina.
Bwana Yesu asifiwe sana. Umeomba, umelia, kuna jambo unamtarajia Bwana, umefunga, umeomba, mambo hayabadiliki, matokeo hayatokei. Huo ni msalaba wako. Bakia hapo, usimtende Mungu dhambi, usimkosee, endelea kubakia hapo. Yeye ana maana yake. Sema amina. Haleluya. Sio unajiokoa. Nyosha kidole mwambie we acha. Nyosha mwenzako kidole mwambie acha mambo ya kujiokoa. Tulia hapo hapo. Acha shortcut. Haya, waliobeba msalaba tusalimiane. Wabeba msalaba wenzangu, Bwana asifiwe. Wabeba msalaba, Bwana asifiwe. Haleluya. Leta hiyo hapo nikuonyeshe kitu hapo. Mungu ni mzuri sana. Mungu hana maana ya kututesa, ila Mungu ana maana yake. Usipojua leo, kesho utaifahamu. Nipe hiyo hapo. Angalia hapo. Nini kinatokea unapobeba msalaba wako? Angalia hapa. Kabla sijafika hapo, tusome hilo andiko 2:3. Sawa, mimi kwa kweli ningekuwepo wakati wanaandika ile andiko, kuna kitu kimoja tu pale kimeharibu. Kile nilichokiwekea alama kile udhia yani huo mstari ungenoga sana isingekuwepo hiyo. Au nyewe mnasemaje? Tuongee kibinadamu. Yani tu angesema ila mtapewa mara 100 sasa wakati huu. Wangapi mnapenda mara 100? Sio mnasema everything is double. Hey, my God is good. Nani hapendi 100? Tunazipenda 100 tunazipenda. Hiyo ipo sawa. Alafu akasema nyumba si kitu kizuri? Mbona muitiki? Mnaonaje? Kipo mahali pake, si ndio? Mbona watu hawaitiki? Amina hamna? Ndugu je? Ndugu waume si tunao? Ndugu wa kike, mama, watoto, mashamba. Ila sasa tukaambiwa pamoja na hayo, together with. Ile pale inaitwa together with. Tukawekewa pale kitu kinaitwa pamoja na udhia. Unaona hiyo? Ni neno la Mungu. Sasa ule udhia ule ndio msalaba wenyewe. Bwana na atusaidie sana. Lakini Mungu akupe neema, Mungu akusaidie pamoja na huo msalaba, bakia kumpendeza Mungu. Usijiokoe. Bwana asifiwe sana. Mnanielewa? Usijiokoe. Baki na msalaba, baki na Mungu, tafuta kumpendeza Mungu. Sasa angalia kinachotokea ukibakia na huo msalaba na ukaamua kumpendeza Mungu. Niletee hiyo slide pale mbele tusome wote. Wakorintho wa 2:12-9. Maandiko yanasemaje? Naye akaniambia. Rudia tena. Naye akaniambia. Huyu hapa ni Paulo, ana msalaba wake. Yaani Paulo na sisi tunafanana, naye alikuwa na msalaba. Alafu huyu Paulo, kwa taarifa yako, ni litumishi moja la Mungu lina upako kuliko hata wewe. Mwe mnaitika? Mnanielewa vizuri?
Paulo ni mtu mwenye nguvu ya Mungu. Kwa kweli hatumfikii. Ni mtu ambaye alikuwa karibu na Mungu. Ni mtu ambaye Mungu alimtumia sana. Lakini alikuwa na msalaba. Na ule msalaba ulimnyima raha Paulo. Alikosa amani, akakosa utulivu, na maandiko yanatuambia Paulo akasema nalimtafuta Bwana. Ni kama wewe unavyomtafuta Bwana kwa ajili ya msalaba wako. Na kuna wakati uliamini kabisa unaisha, imani yako ikakuwa kubwa kabisa. Paulo alifanya hivyo. Lakini angalia andiko linasemaje. Anasemaje Paulo? Anasema naye akaniambia neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika nini? Udhaifu. Ishi hapo. Sasa tazama hapo, nataka nikuonyeshe mambo mawili. Unapong'ang'ana na msalaba na ukajitunza kwa Mungu, kwa sababu madhara mengine ya misalaba tulionayo, usipokuwa makini, msalaba unakutoa kwa Mungu. Na watu wengi misalaba yao imewatoa kwa nani? Kwa Mungu. Kuna misalaba ya aina mbalimbali, kila mtu ana msalaba wake. Sasa unapong'ang'ana na msalaba wako ukamtunza Mungu ndani yako, Mungu anachokifanya cha kwanza, kulingana na hicho kifungu cha andiko, anachokifanya Mungu anakupa neema. Sema amina. Nisikie mtu anasema sema amina. Mungu anafanyaje? Anakupa neema. Mungu anamwambia Paulo, neema yangu ya kutosha. Maana yake ni nini? Paulo, sio kwamba sikuoni Paulo, sio kwamba sioni hilo teso, sio kwamba sioni tabu yako Paulo, sio kwamba sioni mateso yako, sio kwamba sisikii Paulo, na kuona, naiona aibu yako, naona fedhea yako, naona mateso yako Paulo, naona. Lakini Paulo, neema yangu ya kutosha. Sema amina. Nataka nimsikie mtu mmoja anasema amina. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Uking'ang'ana pamoja na msalaba, ukang'ang'ana na Yesu, wewe usiwaangalie wanadamu. Wanadamu hawatakuelewa, wanadamu hawatakuelewa. Wewe ng'ang'ana na Yesu. Mazingira hayasomeki, hata wewe haujielewi. Wewe ng'ang'ana na Yesu. Aibu imekukamata, wewe ng'ang'ana na Yesu. Kitakachotokea mama, Bwana ataiachia neema yake juu yako. Neema itakubeba, neema itakuwezesha, neema itakustahilisha, neema itakupa nguvu ya kupendea mbele. Sema amina. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni mkono katu umenibeba, umenibeba, ni mkono wa Mungu. Ukitaka kuona mkono wa Mungu kwenye msalaba wako, ng'ang'ana na Yesu. Ng'ang'ana na Yesu. Mungu akuwezeshe kwa jina la Yesu. Usijiokoe mwenyewe, Mungu akuwezeshe kwa jina la Yesu. Nataka nisikie wabeba msalaba wanasema amina. Bwana akuwezeshe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waimbaji wa zamani wakaimba, heri kung'ang'ania kwa Yesu, heri kung'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, bila kujali kitu chochote. Wakikucheka wewe ng'ang'ana,
Wakuzomee wewe, ng'ang'ana, ng'ang'ana, ng'ang'ana bila kujali. Mimi nimekulia kwenye haya makanisa. Sasa zamani walikuwa wakiimba hizo nyimbo, yani hizo nyimbo hakuna keyboard, hakuna kinanda, kulikuwa kuna ndoo za amboni, kulikuwa kuna chekeche za visoda vya visoda vya hizi soda, kulikuwa na mbao, watu wanapiga makofi, alafu wanaimba nyimbo kama hizo. Bado hawajamaliza, utasikia Roho wa Bwana ameshuka. Hai, 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 hai. Kanisa, jipeni moyo, jipeni moyo, songeni mbele. Sasa siku hizi kwa kuwa tumeacha misalaba, hata unabii haupo. Kwani Mungu atakutia moyo kwenye lipi? Mbona mnitiki? Umebeba msumeno, unapunguza msalaba, umekuwa mrefu. Mungu akuwezeshe kwa jina la Yesu. Hebu semeni amina basi. Semeni amina nimalize. Mungu akutie nguvu na kuombea. Ng'ang'ana, Mungu atakupa neema. Jambo la kwanza ni hilo. Jambo la pili, lete hilo andiko. Jambo la pili linalotokea, anasema sio tu neema. Anasema mwisho pale, anasema ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Oh my God. Ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kumbe sio tu neema, lakini unapong'ang'ana na msalaba ukamtunza Yesu, Mungu anaachia uweza wa Kristo unakaa juu yako. Sema amina. Haya, ngoja niame hapo. Maana ya pili, labda nitaishia hapo. Maana ya pili ya kubeba msalaba tunaposhiriki meza ya Bwana. Soma pale namba 2, imeandikwaje? Kubali kutundikwa msalabani na kusulubiwa. Tunaposhiriki meza ya Bwana, kwa sababu tunashiriki mkate. Mkate ni mwili wa Kristo. Huyu ambaye ndiye mkate, Yesu, alitundikwa msalabani akasulubiwa. Kwa leo unapochukua ule mkate ule, unaula, unamwambia Yesu, na mimi nakubali, natundikwa na ninakubali kusulubiwa. Sasa angalia, wewe ukishabeba msalaba hauna haja ya kutafuta wasurubishaji. Sisi tupo, wasurubishaji tupo, tutakusurubisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, wewe beba msalaba. Kazi ya kusurubishwa tuachie sisi. Wewe kazi yako ni kubeba nini? Msalaba. Ila wasurubishaji sio kazi yako. Sisi tupo, kwa sababu huwezi kubeba msalaba ukajisurubisha mwenyewe. How comes? Yaani huwezi kubeba msalaba eti ukaweka mwenyewe ukaanza kupanda juu unajitundika unajipigilia msumari. Haiwezekani. Sisi tutafanya kazi hiyo. Umeelewa bwana? Lazima usulubiwe. Mbona mniangalia usoni? Lazima. Ngoja leo niwakumbushe watu wa zamani. Hivi mnafahamu zamani waliimba nyimbo nyinyi walokole wa toleo la kwanza lile? Kwa sababu siku hizi kuna matoleo mengi. Unajua kuna lile toleo la Kalvari kabisa la Golgotha. Siku hizi kuna toleo la Yerusalemu. Kuna matoleo ya AI, wokovu wa AI. Bwana tusaidie sana. Sasa yale matoleo ya kwanza waliimba mapambio, njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Mnaelewa? Njia hii ni nyembamba, watu wa Mungu. Kama una mabegi punguza. Hii ni nyembamba. Unabidi upunguze mabegi, tupa. Njia hii ni nyembamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanielewa vizuri? Mbona kama semeni amina watu wa Mungu. Kwa sasa maana yake ya pili, mimi namaliza, twende tukashiriki meza ya Bwana. Maana yake ya pili ni kwamba mimi nakula huu mkate. Wewe unaelewa? Ukiona uwezi, acha usishiriki meza ya Bwana.
Lakini unaposhiriki meza ya Bwana, maana yake ni kwamba Baba, huu mkate huu ni mwili, na wewe ulipokuwa kwenye mwili ulibeba msalaba. Ulipobeba msalaba, watundikaji walijitokeza, walikuwepo. Kwa Baba, na mimi nakubali, nimebeba wa kwangu, nipo tayari kusulubiwa. Sasa wasulubishaji wapo, kwa sababu soma hilo andiko, leta soma hilo hapo andiko. Angalia hapa, mtu wa Mungu, nataka uelewe. Usianze kunungunika, unakata tamaa, unavunjika moyo. Mimi watu wananisema vibaya. Acha vitu vidogo vidogo hivyo. Soma hapo nilipoweka wino hapo 2:3, andiko linasemaje? Nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni. Tulia kwanza hapo. Wakafanyaje? Wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni. Hem, tazama hapa nikuonyeshe kitu. Neno wakakusanyika maana yake ni wengi. We msulubishaji unaye mmoja tu, anayekusulubisha ni wifi yako, huyo tu. Wifi tu ndo anakutoa jasho. Ukigeuka wifi huyo hapo, ukigeuka huyo hapo, unashangaa mume wako haeleweki maana akakununulia wifi. Yaani wifi anatengenezesha kwa kuwa anajua namba yako, mpaka anampanga mtu, anasema tuchukua hii namba, tuma message mbaya za mahusiano, nataka aachike. Jamaa linajikoki linatuma inakutwa mule. Alafu mwanaume anakuwa mbogo, wewe mbona unakuwa alafu wifi yupo pembeni anaangalia tu, wape vidonge vyao, wakimeza wakitema ni shauri yao. Kuna mtu ameinuka kinyume cha wewe. Hivi unanielewa ninachokiongea hapa? Sema amina. Mungu ataruhusu mazingira, hata kama kuna watu mwanadamu ni mwanadamu tu, hata umbebe mgongoni. Ila Magomeni hampo hivyo. Nawaambieni kweli, mimi sisemi kwa unafiki. Nyie mbona nyie watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nachokuambia hapa nini? Jiandae. Mungu, angalia hapa, nikupe kitu. Mungu anapotaka usulubiwe, hakuinulii watu wanyonge kuwa kinyume na wewe. Mungu ana akili. Unafia ataleta watu wanyonge? Analeta mtu ambaye yupo kwenye mtima wako. Unaelewa mtima wewe? Mtima ni Kiswahili. Mnaelewa maana mtima? Mnaelewa mtima ni Kiswahili? Anamleta mtu kutoka kwenye nini? Kwenye mtima wako. Yule wa mundani. Yule ndio anakugeuka. Unanielewa vizuri? Kwa sababu Mungu anataka kikolee. Anataka kiive, yani kikole. Huyo anakuwa kinyume cha wewe. Na ukiangalia sasa, hawa wakina Kora hawa wamemuibukia Musa, wapo kinyume cha Musa. Musa ndio huyu Musa ambaye alisema, amesimama kwenye bahari pale analia. Mungu anamuuliza, Musa unalilia nini? Musa hakulia kwa ajili yake, analia kwa ajili ya kina Kora hawa. Farao anakuja, Mungu anamwambia Musa, piga maji hayo. Maji yamegawanyika kwa muujiza, na kina Kora na wenyewe wakapita mle ndani. Mnanielewa vizuri nyinyi watu wa Mungu? Sema amina. Sema amina. Usibaki tu unapiga kifua hapa, yani bila mimi. Jamani nisikilizeni. Hivi mnanielewa? Mungu akusaidie. Macho ya moyo wako yatiwe nuru. Sema amina. Mungu ataruhusu mazingira hayo. Kuna mahali anataka akuvushe. Kuna mahali anataka afanya jamani akuvushe. Sema amina. Kuna mahali pamelegea anataka akaze nati. Sema amina. Ulikuwa unajivuta hivi, Mungu anaruhusu mazingira hayo ili ukazane, upige hatua vizuri kwenda mbele. Sema amina wewe. My God, sema amina. Kama unanielewa, punga mkono wako hewani namna hii. Kamata mkono jirani yako, mwambie uwe mtu mzima wewe. Kuwa mtu mzima.
Kuna shangaa watu ambao kabisa una alama, umeweka alama nzuri kwenye maisha yao, ulipoteza muda wao, uliwasaidia, wana hatua nzuri kabisa, eti huyo ndio amenusurika kukuwekea sumu. Bwana natusaidie sana. Mungu atuponye kwa jina la Yesu. Sema amina, mtu wa Mungu. Kwa watu wanaweza wakainuka, namuomba Mungu akuepushe, ila maombi yangu hayatakusaidia. Akitaka Mungu unatundikwa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwaambieni ukweli, mimi mwenzenu hivi mnavyoniona nimetoka msalabani. Asanteni mliniombea. Nawaambieni ukweli, nyundo zilikuwa zinapigwa, msumari mrefu unasikia tu nta, unakaribia kuomba Eloi Eloi unasikia ingine nta. Angalia, mwambie jirani yako usishuke msalabani, kwa sababu kuna wengine maumivu yakizidi mnajinyofoa, unavuta nta kama mkono chini, ngine nta mgupa, unarudi. Sasa unaanza kututafuta tulio kutundika msalabani. Sisi tumetumwa tu Bwana, usituelewe vibaya. Sema amina. Sisi tumetumwa tu. Amina, watu wa Mungu. Mnanielewa watu wa Mungu? Itikeni nimalize. Sema amina. Bwana na akuwezeshe, Bwana akutie nguvu. Amina, mtu wa Mungu. Mungu akusaidie. Kubali kusulubiwa. Na mfano ya watu wengi, Yusufu ndugu zake walimsulubisha. Hata waliomsulubisha Yesu ni ndugu zake. Yaani nyinyi angalieni hapa, kama Yesu mwenyewe mtenda miujiza aliwalisha watu mikate, wakala wakashiba. Mnanielewa mnielewi? Mbona mnanielewa? We nani wewe? Yaani Yesu mwenyewe alilisha watu, walikula wakafanyaje? Wakashiba mikate. Huyu Yesu aliponya watu, huyu Yesu alitakasa wakoma, alifanya miujiza. Lakini siku ile walitoa sauti mpaka mishipa ilisimama, asulubiwe, asulubiwe. Wengine mpaka sauti zilipotea. Yaani Yesu alikuwa akiangalia hivi, yule si alikuwa kipofu, nimemrudishia macho, lakini amekasa asulubiwe, asulubiwe. Yesu akiangalia hivi anakuta jamaa fulani alikuwa kilema, amesimama kwa miguu yake, asulubiwe, asulubiwe. Kwa nini wamechachamaa hivi? Wakati wa Yesu ulikuwa umefika wa kusulubiwa. Kwa wasulubishaji wamejipanga, wako vizuri. Mungu atusaidie. Sema amina. Mnanielewa nachokisema hapa? Nakumbuka Yusufu, ndugu zake hana hatia, wakamsulubisha. Kamata, vua kanzu, tumbukiza kwenye shimo. Alafu kisoma ile andiko, wakati ametumbukia kwenye shimo, wakakaa kitako. Maandiko yanasema wakaketi kitako, wakala chakula. Mdogo wao yupo kwenye shimo, watu wanakula msosi huko juu. Sio kama walikuwa ni nyama wanakula wanatupia kwenye shimo. Yusufu anaambulia mifupa tu. Ndio wakati umefika. Bwana Mungu akusaidie. Sasa funika macho nikuombe. Natamani ufanye toba leo. Kuna mahali unamkosea Mungu kwa sababu msalaba umekulemea. Umejiokoa, msalaba umekulemea, unamkosea Mungu kwa sababu ya msalaba. Msalaba umekulemea. Nataka muda huu ufanye toba. Ufanye toba. Msalaba umekulemea. Kwa sababu ya msalaba unamkosea Mungu. Unamkosea Mungu. Msalaba ni nini? Ni hali yoyote ambayo ya aibu,
ya fedhea. Mungu ameruhusu tu jambo fulani hivi limekukamata, linakuumiza. Msalaba. Mungu anatamani pamoja na hayo mtunze Mungu maishani mwako. Nakupa muda, omba mbele za Bwana. Patana na Mungu. Mwambie Mungu, nisamehe. Msalaba umenilemea. Nimejiokoa mimi. Nimejiokoa, nimekosa. Wala una sababu ya kusema Baba, sasa ningefanyaje? Wewe unajua Mungu anasema na wewe sasa hivi moyoni mwako. Ni kweli Mungu ameruhusu hali hiyo, sio wewe. Sisi hatuchagui aina msalaba. Anayechagua msalaba upi tuubebe ni Yesu. Amekupa huo msalaba. Ni kweli ungeng'ang'ana na Yesu angekupa neema, lakini wakati unakolea msalaba umekosea, umemtenda Mungu dhambi kwa sababu ya huo msalaba. Na Mungu alikuchagulia huo msalaba, na amenituma niseme na wewe asubuhi ya leo, patana naye sasa kwa haraka. Patana naye sasa kwa haraka. Tena kwa kumaanisha, patana naye kwa haraka. Maandiko yanasema, Yesu akamwambia, imani yako imekuponya, enenda usitende dhambi tena. Usitende dhambi tena. Omba mbele za Bwana. My Lord, my God. Maombi yako ya ndani, wewe ndio unayejijua. Ukimaanisha kutokea ndani, kuna kitu Mungu atakifanya leo kwenye maisha yako. Wakati tunaendelea kuomba, naomba wachungaji na wazee wa kanisa njoni hapa mbele. Endelea kuomba, nakupa muda. Neno hili Mungu amelituma kwako. Baba, ninawaombea watoto wako kwa jina la Yesu. Nawaombea watoto wako kwa jina la Yesu. Naomba neema hii. Mungu wa rehema, Mungu wa rehema, Mungu wa huruma, samehe. Samehe Bwana, samehe Yesu. Samehe, samehe Bwana. Mara hii tena naomba usamehe. Safisha, osha katika jina lako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea kuomba. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo, ninauzi furaha daima, njoni kafurahini papo. Msalaba
Bwana wangu, Bwana wangu, tena Mungu ndilo lako jina. Debora, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa uwepo wako na kwa nguvu zako mahali hapa. Asante kuyahudumia maisha yetu. Utukufu tunakupa wewe. Ibariki sasa ibada hii ya meza ya Bwana, na Bwana ukatusaidie katika jina la Yesu. Tunaposhiriki meza hii sasa, waliofungwa wakafunguliwe, walioteswa wakaachwe huru, waliosetwa wakapokee uhuru wao kwa jina la Yesu. Yesu ulisema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwatangazia wafungwa habari njema. Ikawa hivyo leo kwa jina lako, na utajitwalia utukufu. Amen. Naomba mtuletee watu kwa laini wakati wa imbaji mnaendelea kuimba. Kijito cha utakaso ni damu. Tufanye haraka, simama hapo. Simama hapo hapo. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo na msifu. Watu waendelee kuongezeka, tunataka laini zilizojaa. Haya, karibuni, chukua pale. Kijito cha utakaso nizame
namsifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Ni neema ya ajabu kupakwa kumjua Yesu wa msalaba. Ni neema ya ajabu na Bwana kijito cha utakaso, nizame kuoshwa humo, namsifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Naondoka kutembea nuruni mwa mbingu, na moyo naondoka na moyo safi kabisa kupendeza, kijito cha utakaso, nizame kuoshwa humo, namsifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Wageni mnaruhusiwa kushiriki meza ya Bwana. Wale wageni ambao mmekuja ibadani mnaruhusiwa kushiriki meza ya Bwana. Karibuni sana. Imebubujika ni ya Imanueli, wakioga wenye taka usafi wa kweli, usafi wa kweli, usafi wa kweli, wapelekee wakioga wenye taka usafi wa kweli, ilimpa kushukuru mwivi mautini,
wako wote, wako wote kuokoa kwa nyie mliokaa juu, amshiriki meza ya Bwana kwa utimilifu, kwa utimilifu, ilimpa kushukuru, ilimpa kushukuru kwa utimilifu. Bwana, tangu damu yako Bwana, tangu damu yako kuni safi kweli. Nimeimba sifa za. Naomba tusimame. Simama umeshika kikombe na mkate wako. Simama umeshika kikombe na mkate wako. Kitabu cha Mathayo 26 mstari ule wa 26 unasema, nao walipokuwa kwa kila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Naomba mzee kiongozi, omba kwa ajili ya mkate. Mwili huu unatukumbusha jinsi ulivyosulubiwa na ukafa msalabani kwa ajili yetu. Basi Bwana, kila mmoja anayekwenda kutumia mwili huu, mwili wake, roho yake vikapokee uponyaji na akaweke agano la kuanza upya na wewe, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mstari unaofuata wa 27, akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote, katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Naomba Mchungaji Makpesile, shukuru Mungu kwa ajili ya kikombe. Tunakushukuru kwa damu yako iliyomwagika kuanzia kwenye utosi wa kichwa chako hadi kwenye uwayo. Tunapoenda kushiriki damu yako Yesu, ninaomba ikatutakase, ikatusafishe, ikaondoe kila taka na makunyanzi ndani ya mioyo yetu Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Ukiwa umeshika kikombe na mkate, kwa kuwa kikombe hiki ni damu ya agano, tunataka tufanye agano upya na Kristo Yesu. Baada ya miezi mitatu iliyopita, tunafanya tena agano na Yesu Kristo leo. Maagano yote ya adui yanavunjika unapokwenda kukishiriki kikombe hiki. Unaposhiriki mkate, uponyaji unaingia kwenye mwili wako, vifungo vitabomoka, giza litakuachia. Unaenda kuupokea uhuru wako sasa katika jina la Yesu. Naomba sasa tushiriki mkate
pamoja na kikombe. Jiombee. Kuna nguvu inaingia ndani yako. Baba, kwa jina lako tumefanya agano na wewe. Mwili huu ukaponywe sasa kwa jina lako Yesu. Mwili huu ukafunguliwe sasa kwa jina la Yesu. Kila kifungo, kila roho ya shetani, kila kazi ya adui ikabomoke, ikavunjike, ikaharibike kwa jina la Yesu. Na waapisha magonjwa, na waapisha kwa jina la Yesu. Na apisha vifungo vyote kwa jina la Yesu, vifungo vya giza. Na waapisha kwa jina la Yesu ndani ya mwili huu. Na waapisha kila aina ya magonjwa, na kuapisha, achia mwili huu, achia nafsi hii, achia roho hii, achia maisha yake. Hautakaa ndani yake, hautaishi ndani yake, hautadumu ndani yake. Na vunja, na haribu, na kemea, na bomoa, na ng'oa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nuru ya Bwana ikuangazie sasa. Pokea uhuru wako, pokea uzima kwa jina la Yesu. Matumbo yasiyobeba watoto yakabebe watoto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Magonjwa yote, madhaifu yote, roho zote, mapepo, majini, madhaifu kwa jina la Yesu. Achia mwili, achia nafsi, achia roho kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna nguvu inapita juu yako hapo ulipo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Funika macho, funika macho. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndani ya tumbo lako moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Hakuna mapepo, hakuna majini, hakuna mashetani, hakuna vinyamkela, hakuna uchawi. Unaharibika sasa kwa jina la Yesu, unaharibika sasa kwa jina la Yesu. Kama kuna vitu walikulisha usiku kwenye ndoto, kwa jina la Yesu nateketeza, kwa jina la Yesu naharibu, kwa jina la Yesu naangamiza, kwa jina la Yesu ninavunja, kwa jina la Yesu Kristo naponya, naponya, naponya kifua chako, naponya tumbo lako, naponya moyo, naponya miguu yako. Hiyo minyororo na ikata kata kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu, funika macho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hayatoka, hayabomoka, hayaharibika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maroho ya giza, mashetani, majini, mapepo kwa jina la Yesu aliye hai, hayatoka ndani ya watu hawa. Achia watu hawa, achia watu hawa katika jina la Yesu. Endelea kuomba sasa, jiombee sasa, jiombee sasa, jiombee sasa, jiombee sasa. Usimwangalie mtu wa kushoto wala wa kulia kwako. Nataka upokee muujiza wako kwa jina la Yesu aliye hai. Omba kama mtu aliye na uhai, omba kama mtu aliye na uhai, omba kama mtu aliye na uhai katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kamba zinakatika kwa jina la Yesu, minyororo inakatika kwa jina la Yesu, viambaza vinabomoka kwa jina la Yesu, ngome za mapepo zinabomoka kwa jina la Yesu. Vile vifungo vya majini, vile vifungo vya uchawi, vile vifungo vya mapepo, vile vifungo vya mashetani vinakatika, vinabomoka, vinaharibika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe giza, haribika, haribika, haribika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe kuzimu, bomoka, bomoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Endelea kuomba hapo ulipo kwa jina la Yesu. Roho za giza, roho za mashetani, roho za kuzimu zikuachie kwa jina la Yesu aliye hai.
Kwa jina la Yesu, endelea kuomba kwa jina la Yesu. Tunaposhiriki meza ya Bwana, uzima unaingia ndani yako, uponyaji unaingia ndani yako, unakuwa huru kwa jina la Yesu, unakuwa huru kwa jina la Yesu, unakuwa huru kwa jina la Yesu. Baba, kemea magonjwa, kemea magonjwa kwa jina la Yesu, kemea magonjwa kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hakuna mapepo yanaweza kukaa hapa, wala majini yanaweza kukaa hapa. Watu wa Mungu, washa moto, washa moto, kemea, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Msiwatoe kwanza hapa, msiwatoe kwanza, waacheni hapa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endeleeni kukemea, nitawaruhusu mtawatoa. Haya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba kwa jina la Yesu. Pale katikati kwa jina la Yesu, kule kulia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mamlaka zote za giza na waapisha kwa jina la Yesu, na waapisha kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia, achia mwili, achia mwili, achia roho, achia nafsi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia roho, achia mwili, achia nafsi yake kwa jina la Yesu. Haya magonjwa ondoka, magonjwa ondoka, mapooza ondoka kwa jina la Yesu. Utasa ondoka, wale wote wasiozaa naponya matumbo yao, naponya matumbo yao, naponya matumbo yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na matumbo yao kwa jina la Yesu. Nafungua kwa jina la Yesu, nafungua kwa jina la Yesu. Naona minyororo inakatika, naona ngome zinabomoka, naona ngome zinabomoka, naona shetani anakimbia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naona shetani anakuachia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya dhambi, roho ya dhambi, roho ya uzinzi, vile vifungo vya dhambi, vile vifungo vya dhambi, haya katika, haya katika, haya bomoka, haya haribika, haya teketea, bomoka kwa jina la Yesu aliye hai. Minyororo ya dhambi, roho za dhambi, mateso ya dhambi na kuharibu sasa, na kukemea sasa. Wapo watu wamefungwa kwenye vifungo vya dhambi, kwenye vifungo vya dhambi, hawawezi kuishi bila dhambi. Na bomoa hizo minyororo, na bomoa hiyo minyororo. Ewe dhambi ya uzinzi, ewe roho ya uzinzi, ewe roho ya ukahaba, ewe roho ya uzinzi, ewe roho ya ukahaba, haya kwa jina la Yesu, bomoka, bomoka kwa jina la Yesu, bomoka kwa jina la Yesu, bomoka. Roho ya ukahaba, roho ya uzinzi, roho ya ukahaba, na kuita kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu aliye hai. Jesus. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Uwe mzima kwa jina la Yesu. Uwe mzima sasa 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 kwa jina la Yesu. Amen. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya usiku, haleluya na hata milele nitaimba. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, imba haleluya na hata usiku. Nitaimba
haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata milele nitaimba. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba imba Bwana amekupa mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Mhubiri anasema kila jambo na wakati wake wa kupanda na kuvuna, wa kucheka na kulia. Haleluya, nina wimbo wa kila wakati na kila majira, wimbo wa nyakati zote na majira yote, wimbo ni haleluya. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na rudia tena mhubiri anasema kila jambo na wakati wake wa kupanda na kuvuna, wa kucheka na wa kulia. Haleluya, nina wimbo wa kila wakati na kila majira, wimbo nyakati zote na majira yote, wimbo ni haleluya. nitaimba Haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba Baba, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Sasa tunakwenda kumtolea Bwana Yesu matoleo yetu. Naomba mzee kiongozi mumuite huko alipo. Unaweza ukaketi chini sasa. Twende tukamtolee Mungu sadaka zetu, sadaka za upendo, wakati mzee kiongozi anakuja hapa kuendelea. Kamata sadaka yako nzuri ya upendo ya kumtolea Bwana tunapoenda kukamilisha ibada yetu. Mungu ametupenda, Mungu ametutendea maajabu. Basi andaa sadaka yako nzuri kabisa. Karibu sana mzee kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakwenda moja kwa moja kutoa sadaka yetu ya ibada. Na mimi nimeandaa sadaka nzuri. Karibu praise team, tunaweza kuendelea. nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana,
kutoa zaka au mafungu ya 10. Kwa yule ambaye amekuja na zaka yake ama ulitoa katikati ya wiki, karibu hapa mbele. Mtumishi wa Mungu ataomba kwa ajili yetu na kisha tutatoa zaka zetu. Karibuni.